So dakta mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hapa kwenye studio zetu siku hii ya leo, tukiangazia vijana na uongozi. Je, vijana wana nafasi ya kupata nafasi ya uongozi katika taifa hili? Ni masuala ambayo tutakuwa tukiiweka bayana hapa kwenye studio zetu. Kumbuka mtazamaji, unaweza fuatilia na kusema nasi moja kwa moja kwenye mtandao wa kijamii, ukurasa wa Facebook @KBC Channel, na kule mtandao wa X KBC Channel 1, na kwangu ni Khalid Abdullahi. Moja kwa moja mtazamaji, nimkaribishe mgeni wangu Edwin Wanyonyi ambayo ni mtaalam wa masala ya uongozi, atupatie tu fikra zake na maoni yake kuhusiana na swala nzima la vijana na uongozi. Karibu sana bwana Edwin kwenye studio zetu. Asante sana Abdullahi. Na moja kwa moja, unahisi kwa nini vijana wanawakilishwa bado kwa kiwango kidogo katika nafasi za uongozi hapa nchini? Asante sana. Hii ni nafasi kubwa ambayo kwa sasa tunaweza ongea kuhusu uongozi wa vijana. Na tukiangalia kwa matukio ambayo yametokea katika wiki tatu, mwezi mmoja ambayo umepita, unaonyesha kwamba vijana wameanza kuingia katika siasa za nchi hii. Ukimwona pale tumekuwa na Edwin Sifuna ambaye ameweza kubadilisha venye vijana wanafikiria katika siasa. Na wengi wamejitokeza katika vikundi mbalimbali, wale ambao wanataka kusimama kwenye viti vya MCA, viti vya senator, viti vya ubunge. Ni kitu cha muhimu kwa saizi. Kuna ile elimu ambayo vijana wanaelewa kwamba uongozi sio wa kesho, uongozi ni wa sasa. Na ukiona wengi wao wamejitokeza, na kwa katika uchaguzi ambao unakuja 2027, niko na uhakika kwamba tutakuwa na viongozi wengi sana ambao ni vijana. Na pia na encourage kwa sasa, kama wako wajitokeze, wasikae mbali na uongozi, kwa sababu the way the generation is changing, kila kitu kazi kinabadilika, unapata vitu vingi sana. Vijana wako na knowledge mingi kuhusu governance venye inafanyika katika nchi. Ukienda kwenye mitandao, they have a lot of knowledge. Ukienda kwenye zile WhatsApp groups zao venye wana discuss, ukienda kwenye mitandao kama ya X, Facebook, you can see that vijana hawako mbali na uongozi wa nchi. Wanauliza maswali na maswali mengine yanajibiwa, mengine hayajibiwi. So expect in 2027 kutakuwa na namba ambayo imeongezeka kuliko venye tumekuwa hapa nyuma. Uliongezea, umegusia tu swala la ile upepo wa seneta wa Edwin Sifuna akielekea kule eneo la magharibi. Je, unahisi hiyo msukumo itawapatia ari vijana kujitokeza na kuwania vitu tofauti katika taifa, ama iwapo uchaguzi wa mwaka 2027 itafika? Ndio hivyo sasa nimekueleza. Sifuna ameonyesha kwamba sio wazetu. Saizi niko na uhakika ukienda kule Trans Nzoia, sio Trans Nzoia peke yake. Ukienda sasa saizi mkoa wa magharibi, hiyo ni Vihiga, Busia, Kakamega, Bungoma na Trans Nzoia. Saizi wimbo ni wa Sifuna. Na tuko na kibarua kikubwa sana kama vijana kuweza kuingia katika uongozi wa nchi. Na hiyo imeonyesha kwamba saizi hata wazee ambao wako kwa uongozi kule mkoa wa magharibi wako na kibarua. Wako na kibarua ambacho itakuwa vigumu kwao wengi kuingia kwenye bunge, wengi kuingia kwenye Senate, kwa sababu hawa vijana wameonyeshana kwamba sio lazima uwe na mapeni kwenye mifuko. Ni ile agenda ambayo uko nayo na watu, na ukienda kuambia kwamba hii ndiyo itafanyika, watafanya. So kwa saizi kama kuna wazee wa miaka 60 kwenda juu, waanze kujipanga mapema. Kama wako na gumboots waweze kuvaa, waanze kujifunza kuvaa mapema, kuanza kushughulikia mifugo zao nyumbani, kwa sababu hawa vijana watawaibisha kwa kusema kweli. So kwa saizi hata serikali saizi lazima ikuwe na mikakati on how to create political space kwa vijana katika serikali.
na bure itakuwa ni majonzi. Kwa sababu venye Sifuna amefanya kuna mambo. Na wao wanapata saizi kuna ile motisha kwamba inawezekana hata bila wale wazee, inawezekana hata bila kukuwa na hela kwenye mifuko zetu. Ndio weze kwenda kampeni. Kwa sababu ukiangalia ni tradition kwa saizi kwamba lazima, hata ukiangalia kwenye tovuti ya IEBC utaambiwa kwamba for presidential campaign lazima mtu akuwe na 4 billion. So it is already a mindset ambayo unaweka watu kwamba usipokuwa na hii hela huwezi jaribu kusimama nini kiti fulani, huwezi wania. Ukipata kama kiti cha MCA, kiti ambacho mtu yote anafaa kupata, utapata unaambiwa lazima uwe na milioni ngapi? 10. Vijana wangapi hapa Kenya kwenye akaunti zao kuna shilingi 1,100? Ni wachache sana. So kwa hiyo what is happening right now inaonyeshana kwamba lazima tubadilishe the conversation that we have on the streets is that lazima vijana waingie katika nini, katika uongozi. Na hii uongozi, mambo ya hela itakuwa ni mambo ya kusahaulika. Mambo ya influence, kwamba wewe track record yako ni gani. Sasa wewe niambie, kijana wa miaka 24 utamuuliza track record imetoka wapi? Yeye maybe muulize ile mambo ambayo amekuwa nayo shuleni, mambo ambayo amekuwa nayo maybe chuo kikuu. What is the track record? Ukimuuliza kuhusu track record, mpatie nafasi aweze kujidhibitisha kwamba mimi naweza kuongoza, then from there kamuulize track record yako ni gani. Tulikupatia hii wajibu ya kuendesha hii, umefanya, but saizi ukimuuliza kutakuwa ni kugumu. So let us not dwell on the issue ya track record. Let us not dwell on the issue ya hela. Wacha tupatie mtu kama ako na spirit ndani yake ya kuongoza, wacha aweze kuongoza bila kuwa na vizuizi vya hela, vizuizi vya track record, vizuizi vya umri. Hapana. Wacha tuone hii nchi tena namna gani. Kwa sababu saa hizi wale vijana ambao wako na 35 years and below, mawazo yao ni tofauti sana na watu ambao wako na miaka ambayo iko juu. Saa hizi ukienda kwa makampuni nyingi, hata hapa KBC itabidi kubadilisha mfumo wa kufanya kazi. Kwa sababu gani? Huyu jamaa yeye akiingia kazini, kama kuanzia saa 2 asubuhi hana kitu cha kufanya mpaka saa 4. Mbona muingize kazini saa 2 asubuhi? Wataanza kuuliza hayo maswali. Wacha huyo jamaa ingie hiyo saa 4 afanye kazi yake kwa 1 hour ambayo anaifanya efficiently, then kazi yake inaonekana. Lakini umuingize saa 2 aje pale anko kwenye Twitter, ako kwenye Facebook, anafanya mambo yake, anatumia muda wako. So afadhali umpatie hiyo nafasi. Hao vijana ni breed nyingine tofauti sana. Hajali, anafanya mambo ambayo yanamfanya afurahi kwenye moyo wake. Kama hamfurahishi hata kufanyia. So kwenda mbele, we must be ready kwamba kuna mabadiliko katika uongozi wa nchi, kwa sababu vijana wanaingia. Na mtazamo wa vijana ni tofauti sana. Tulikuwa tunaambiwa lazima uende shule, uweze kupata cheti cha degree, ndio uweze kufanya nini, kuwa na maisha bora. But hawa vijana wako na njia yao. Unapata mwingine sio lazima aende shule, but tuna encourage watu waende shule, waweze kupata elimu, but try uingiane na wao, ujue mawazo yao yako namna gani. Kuna swala la uzoefu, ambayo kwa kweli, ama ukipenda experience, ndio wengi wanaweka ni kikwazo ambao vijana inawakwaza sana katika kutafuta nafasi tofauti. Swala hilo ongelelea vipi? Experience ni swala lingine nzuri sana, lakini experience lazima uwe umepewa kazi kwanza ufanye ndio uweze kupata experience. Huyu mtu hajapewa nafasi ya kufanya kazi, atapata experience namna gani? Ni vema sisi kusoma kwa wale ambao wako juu yetu, lakini wasikae kwenye hizo nafasi kwa muda mrefu, kuwanyima hawa vijana nafasi ya kufanya kazi. Unaona? Kama wewe uko kwenye, tuseme sasa, mtu amekuwa kwenye uongozi kwa miaka 20, una expect aje huyu kijana ambaye amezaliwa mwaka 2000 aweze kuwa na experience ya kuweza kulead, na wewe umekuwa pale yeye akizaliwa? Kama ungekuwa umefanya kazi miaka 5, uachie mwingine akuja afanye miaka 5, uachie mwingine afanye miaka 5, inamaanisha tunaweza kuspread, na hawa ukiongea kuhusu experience watasoma from the immediate one. Lakini sasa ukikaa kwenye uongozi kwa muda mrefu, hapa saizi
wewe ukue kwenye hii kazi kwa miaka 20. Yule ambaye anasomea journalism kule shuleni atapewa kazi kivipi? So inamaanisha lazima pia tuwe na muda fulani ambao tunapatia hawa watu pia waweze kupata experience ambayo wataingia wafanye kazi. Unaona? Naam. Tukiingia kwenye swala ya siasa ambayo kwa sababu tunaongelea vijana. Unapata mbunge amekuwa kwenye bunge miaka 20. Miaka 20 una expect hawa vijana wenye unasema hawana experience watapata experience wapi wa kuongoza? Na yale mambo ambayo ulikuwa unafanya miaka 20 sio mambo ambayo yanafanyika sasa hizi. Nikiangalia kama mwaka wa 2000 hatukukuwa na internet ambayo tulikuwa tuna hatukukuwa na mitandao kama ya Facebook. Hatukukuwa na Twitter. Sasa hizi ziko. So yule mtu ambaye aliingia uongozi katika mwaka wa 2000 tuseme 2002 na sasa hizi bado uko kwenye bunge, how do you keep up na hawa watu? Huyu mtu amezaliwa akijipata kwenye nyumba kuna wifi. Kila kitu karibu. Yani akiangalia hivi kwa button moja hivi anapata nini? Mambo yote kukuhusu. So utaanza kumweleza nini? Mpe nafasi pia afanye kazi, aelewe kwamba kazi inafanywa hivi na hivi na hivi. Kuna mtiririko wa mambo. Lakini usimkazie, ukae pale, yeye akikuja unamwambia shika shilingi 200, wewe endelea kukaa pale, acha mimi niendelee kuongoza. Hapana. Ni fikra hiyo imetoka kitambo sana. Kama wewe kama mtaalamu wa masuala ya uongozi, unahisi kuna sera gani ambazo zinapaswa kupewa kipaumbele ili kijana akwe na nafasi kubwa sana katika kuwania viti tofauti ifikapo mwaka 2027? Nikiangalia hii nchi ni nchi ya kidemokrasia. Ni nchi ambayo it is anchored in the constitution of the Republic of Kenya ambayo tulipitisha mwaka wa 2000 na ngapi na 10. Na mambo mengi ambayo yafaa yafanywe, we must refer to that document. And if we are given a level playing field kwa hawa watu wote, kama wewe ni Mkenya wa miaka 18 and above, niko na uhakika kuna mambo mengi ambayo tutaweza kupata kutoka kwa vijana kuliko kwa wazee. Sababu gani? Kama leo wewe ukienda kwenye mtandao wako na uandike kitu na usifuatwe nyuma na mtu kwamba mbona umeandika kunihusu. Ukipata mtu amekuandika kitu kukuhusu, inamaanisha wewe mwenyewe uko na makosa. So mbona umeandikwa? Hiyo ndio swali la kwanza la kujiuliza. Mbona nimeandikwa kwenye mtandao? Kama kweli sina makosa, singeweza kufika pale. Kunazo zile propaganda ambazo zitaenezwa na wale labda your enemies. But haifai kufikia mahali ambapo tunaweza kumshika mtu tumweke korokoroni kwa sababu ya nini? Ya ujumbe ambaye ameandika. Kama hamna mali yoyote katika uandishi wake, then hamna maana. Na kama hamna uwazi ndani ya hiyo tweet ambaye maybe ameandika ama message ambaye ameandika, then hapo basi tunaweza nini? Tunaweza kuwa na maswali ya kuuliza. Lakini kama wewe hauna makosa wewe mwenyewe, usichochee vijana kushikwa kuwekwa ndani. So let us have a democratic field ambayo watu wanafanya mambo yao bila uoga kwamba hapa nikisema hii kuna venye nitaenda hivi, hapa nikifanya hivi kuna venye nitafanyiwa. So tukiweka hiyo fear ndani ya watu wetu, wanaogopa kujitokeza kwa uwezo ambao wako nao. Unaona? Naam. So let us kama sasa tukienda 2027, nitamwomba mheshimiwa rais aweze kuachilia uwanja, asikanyagie mahali popote. Kama kwa sasa tunaona kuna shinikizo kubwa sana kutoka kwa viongozi kama wa ODM. Wanamtaka yeye aweze kuwapatia kiti cha running mate. Naibu rais. So ukifuatilia vizuri aka anasukumwa kwenye kona. Ukipata kule Mlima Kenya kule pia nao wanalia, wanataka nini? Kindiki profesa aweze kuendelea kuwa nani? Naibu wa rais. So kuna ile vuta ni kuvute ambayo it is being haikuji picha nzuri. Inamaanisha nini? Watu wanajitakia. Huyu ni rais wa nchi nzima, sio rais wa jamii moja. Sio rais wa chama fulani. Ni rais, hata kama hakumpa kura, ni rais wa nchi nzima. So watu waache yeye mwenyewe kwa wisdom yake
anajua nani ambaye anamsaidia kazi vizuri, nani ambaye atamsaidia kazi hivyo, kwa sababu ukisema tu ni watu wa ODM tukipeana ODM, alafu yule wa Mombasa atafeel namna gani? Yule ambaye ako kule Bungoma atafeel namna gani? So wacha rais mwenyewe ako na akili zake na anajua nini kizuri kwa taifa. Waache kumsindikiza. Kidogo tu tuongelee hilo swala ambalo umeligusia ya chama cha ODM. Yes. Na serikali tawala. Je, unahisi chama cha ODM ipo imara ilivyokuwa wakati marehemu Raila Odinga alikuwa kiongozi wa chama hicho? Kwa sababu tumeona kuwa imesambaratishwa kwa kundi mbili, Linda Mwananchi na Linda Ground. Yes. Naam. ODM kwa sasa watanihurumia, watanisamehe kwa mbaya ambaye nitasema. Naam. Kama nitawakwaza, lakini ukweli ni kwamba ODM ilienda na baba. Kwa sasa venye tunaongea hivi ni ile ambayo tunajaribu kushikilia tu. Lakini ODM si ile ODM ya kitambo. Hata anajua mheshimiwa rais hata akiwaweka pale, anajua si ile ODM ambayo ingempatia kura 50%. Saizi hapana. Saizi ukifuatilia vizuri, ukifanya statistics zako, Linda Mwananchi imeenda na kura nyingi na wafuasi, sio kura, wafuasi wengi wa ODM kuliko na ODM Linda Ground. Sababu gani? Linda Ground wengi wameenda na tumbo zao. Kwa saizi tuseme ukweli, sio mambo ya kupapasa, kusema ukweli. Wapi hawa wabunge walikuwa wameweka pesa zao wapi? Ndio saizi wanaweza toa kwa michango kwenye Harambee Empowerment shilingi bilioni 10 kutoka kwa mfuko wako. Tunajua mshahara wako, wewe uko na majukumu kama familia. Yes, hata kama uko na biashara, lakini tuna assume wewe ukiwa kwenye bunge your income ni mshahara. Unatoa wapi milioni 10 za kwenda kupeana kwenye harambee? Unaona? So inamaanisha kwamba hawa watu they are blackmailing the government to be given money to be seen kwamba wao wana uwezo. But saizi ushawishi wa hela hakuna. Ushawishi wa hela hakuna. ODM wacha warudi kwenye watu venye walikuwa kitambo, ndio waweze kuwa watu wa muhimu katika hii nchi kwa saizi. But venye tunaelekea pale mbele, itabaki kuwa ODM itakuwa na wabunge wachache sana Kenya kuliko chama kingine chochote. Hivyo ndo unatabiri ifikapo mwaka 2027 tutakuwa hapa mwaka 2027. Naam. Tuelekee swala la vyama vya kisiasa. Yes. Tumeona kwamba kuna vyama vingi vimeanza kuchipuka na vimeanza kutwika katika maeneo tofauti. Je, unahisi vyama vya kisiasa inawapea nafasi vijana, ama ni nini wanafaa kufanya vyama vya siasa ndio kila kijana awe anapata nafasi ya kuwania kitu fulani kupitia chama fulani? Siasa ya Kenya tumeiweka in a way that ni lazima tuingie katika vyama. Lakini kwenye katiba sio lazima tukue kwenye vyama. But kwa sababu ya akili zetu venye tumeziweka ni kwamba ni lazima ukue kwenye chama ndio uweze kufanya nini? Kukuwa elected. Kwa sababu gani? Wale watangulizi katika siasa wameifanya siasa kuonekana ni mchezo wa pesa. So lazima ukue kwenye chama ndio uweze kusaidika. Your expenditure katika campaign ikuwe chini kidogo, sababu utakuwa kwenye umbrella ya nini? Ya chama fulani. Naam. Chama fulani. Kwa sasa sijaona kile chama ambacho kimejitokeza kina embrace vijana wadogo bado. Na ninajua hapa mbele kutakuwa na haja sana kubwa katika vyama, kwa sababu wataona wenyewe kwamba ni vijana ndio wataanza kudictate nini inahitajika katika chama. Sababu tukiangalia kama saizi kule tuna DCP. DCP Mlima Kenya. Viongozi wengi ambao wamekuwa kwenye siasa kwa miaka mingi wameanza kunini? Kwenda kule. Kuhamia huko. Kuhamia kule. Kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua angekuwa ni mtu mwenye busara, aweze kubali kwamba wache tukue na damu mpya kwenye siasa katika huu mlima, angeweza kuwakubali vijana wadogo waweze kuingia katika uongozi kwenye chama. But tukifuatilia unapata secretary general utapata ni nani? Utampata chairman wa chama ni nani? Party leader wa chama ni nani? Kama hamna vijana, then hapo kuna shida.
Uliongelea swala nzima la vijana kuwa na dhamira na ile azma ya kuwania kiti fulani katika uchaguzi ambao unakuja. Unahisi ni nini kinapaswa kufanyika ili vijana wakuwe na ile imani ya kujituka katika nafasi tofauti? Nitasema for us is how do we put it kwenye Kiswahili? Tunasema tukuwe na mikutano mingi ya kuelimisha vijana kwamba kuwahamasisha kwamba uongozi sio lazima ikuwe ni mapeni. Naam. Uongozi sio lazima uwe ni umri. Uongozi, wewe kama unajihisi ndani ya moyo wako kwamba nimetwikwa jukumu la kufanya nini, la kuongoza, jitoze kwenye uwanja, wacha tupigane kwenye uwanja huko tupate nini, uongozi. So kwangu nahisi lazima tuwe na uhamasisho kwa vijana kwenye TV stations, kwenye radio, kwenye mitandao. Let it be a deliberate conversation that allows the young people of this country waweze kuingia kwenye uongozi na siasa ya nchi. Lakini tukiwapatia tu ile handouts, then haisaidii. Let's be a deliberate conversation. Wambie you participate in politics. It is not because of money. Sababu kikwazo kikubwa katika siasa ya Kenya ni pesa. Na hiyo pesa kama ikingetolewa kwenye meza, I tell you, tungepata viongozi ambao ni wazuri sana, ambao wangeweza kuendesha ajenda ya serikali katika nchi bila ubaguzi na bila kuwa na wasiwasi. Kwa sababu wewe ukiwa na hela inamaanisha kila mtu ambaye kama kutoka kule kwetu wanasema mwenye anakulisha ndiye anafanya nini? The one who controls you. So if you are given money, you are controlled. Ukianza kupiga nini mayowe, unaambiwa wewe nyamaza, nitatoa hii. So kama mambo ya swala la pesa lingetolewa kwenye conversation ya siasa, especially the listening allowances ya wapiga kura kule chini. Sababu umeenda pale umeongea na wapiga kura, kwa sababu wamezoeshwa, anakuambia umetuacha namna gani. Sasa kijana mdogo ambaye hana experience as we say ya hela, utakimwambia umetuacha namna gani, una expect atoe pesa wapi ya shilingi 1,100 kugawa watu, ama shilingi 200 yako na umati labda wa watu 2,000. 200 atagawa watu, atawa hela wapi kama yeye si mwizi? Naam. Kuna ile mazoea na dhana ambapo vijana wengi wamekuwa nayo. Tumeona kwamba hapa awali uchaguzi zilizopita vijana wengi ambao walikuwa na ile ari ya kwenda kuwania kitu tofauti. Kuna ile dhana kwamba lazima ujiweke ama ukumbatie kiongozi fulani ndio upate nafasi fulani. Kasumba hiyo tunaweza litupilia aje kwenye kaburi la sahau? Bado tutarudi kule kwenye mapeni. Viongozi wengi ambao wamejitokeza kusimama uongozi, kuwania uongozi, ni kwa sababu ya mifuko zao, lakini sio sababu ya sera zao. Na sasa unapata wale vijana na wale viongozi wazuri ambao hawana mapeni, kwa sababu what is on the ground, ile kasumba ambayo iko kwenye ground kwamba lazima utupe mapeni kwanza ndio tufanye nini, tuweze kuongea siasa. Inabidi wewe mtu ambaye unaona kweli niko na ari ya uongozi ndani yangu lakini sina pesa, nitatafuta yule mtu ambaye ako na nini, ako na pesa. Na mostly inakuanga ni governor ama mbunge. Mtu ambaye anaweza shawishi, akienda pale mahali atatoa pesa watu wamsikize, lakini si ati wanamsikiza kwa sababu ya mambo ambayo anaongea, wanamsikiza kwa sababu ya mambo ambayo iko mfuko wake. So ninaomba sana tulianza kuongea kwamba tukuwe na mikutano mingi ya kuhamasisha vijana kwamba sio pesa tu, lakini ni wewe, what is in your head and what can you offer as a leader. Ndio tuweze kuacha hiyo mambo ya kuhang kwa makoti ya watu. Ukipigiwa simu hata kama unafanya nini unaacha, unakimbia kwa sababu unajua pale kuna tonge ambalo utapewa kwenda kugawa watu kule. Kuna mtaji fulani unaipata. Naam, tuongelelee swala ambalo uligusia hapo awali, teknolojia na mitandao. Inaweza athiri vipi na inaweza changia vipi katika ukuaji wa vijana katika ulingo wa siasa? Ukifuatilia katika miaka 5 iliyopita hadi wa sasa, vitu mingi sana zinafanywa kwenye mtandao. Tukianza kwenye biashara, unapata siku hizi katika transport
utapata tuko na Uber, tuko na Bolt. Mbona inarahisisha wewe ukikaa hapa kwa ofisi hapa, unajua niko na mkutano kule Kilimani, hamna haja utoke pale uende utafute, kama huna gari lako, umebarikiwa na gari, uende utafute matatu kule. Utaingia kwenye mtandao uangalie kuna Bolt ama kuna Uber, unaangalia ni hela ngapi, then unapelekwa. So mtandao, kama wewe ni kiongozi hapa nchini, mambo ya mtandao take it seriously, kwa sababu hii inabadilisha mawazo na mafikira na venye tunafanya na mtazamo wa kufanya mambo kila siku. Venye tuko hapa saizi, ukiingia kwenye YouTube utaona hizi kanda zote zenye tunaongelelea hapa sasa ziko kule, zimetupwa huko. Ukienda kwenye WhatsApp, labda kuna wala watu ambao pale wako na wana record saizi kwenye TV zao huko, wameshazitupa. So real time information hatuwezi ignore that. Na ukiwa kwenye siasa, ukiwa kwenye uongozi, ni lazima uwe mstari wa mbele kuwa kwenye nini? Kwenye mtandao. Kwa sababu mambo mengi saizi yanaingia, hata saizi kama kuna kitu ambayo kinafanyika, utapata mtu ameituma immediately na watu ndio hao wanaisoma, wanajua kuna kitu fulani kinafanyika mahali fulani. So mambo ya mtandao hatuwezi hata kidogo kuyaweka mbali. So viongozi, hata nchi, nimeona jana, I don't know how true it is, but tunaona kwingine wanasema kuna mswada nataka tupitishe kwenye bunge kwamba live streaming ya results za kura kule mitaani isiwe live. Haiwezekani. Hapo kuna challenge, itakuwa mnaleta shida. Kwa sababu yule kijana has nothing to lose. Akishaweka hivi, anapiga hivi, anatuma, anapiga, anatuma. So usipoweka hiyo ni live streaming, italeta shida nyingi sana kuliko venye tuko saizi. Naam, Melkizongo anasema muda umetupa kisogo, lakini baada kabla tutoke, nataka tu umuongeleshe kijana ambaye anakutazama sasa hivi, ambaye akona ari na ile nguvu ya kujikakamua kwenda kuwania kiti fulani ifikapo mwaka 2027. Vijana wa Kenya, wakati wenyu umefika. Ile uongozi tulikuwa tunaambiwa uongozi wa vijana ni kesho, uongozi wenyu ni sasa. Kuwa na hiyo hiari kwa moyo wako kwamba unaweza kuongoza. Jitokeze, ingia kwenye ulingo. Sio lazima ukue kwenye siasa, hata mahali penye uko the area of influence. Tumia hiyo nafasi, na msitumie nafasi ya uongozi ama umepewa nafasi ya kuweza kuongoza wenzako, kutumia hiyo kuingia kwenye vurugu, kuingia kwenye biashara ya gunism. Utalipwa hela kidogo, lakini baadaye itakuwa ni balaa kwa maisha yako. Kwa sababu ukiingia kwenye, kama unaomba kazi, sisi kama ni waajiri tutaangalia historia yako kwenye uwanja wa siasa imekuwa namna gani. Kama wewe ni mtu ambaye unatumika kuua watu, hautapewa kazi mahali kwingine. So tafadhali, ukiingia kwenye uongozi, ingia na moyo ambayo uko wa kusaidia Wakenya wenzetu. Na tukumbuke Kenya ni yetu, hatuna Kenya nyingine. So we have to vote wisely na tupige kura kwa amani, kwa sababu Kenya ni Kenya yetu. Ukiligusia swala la amani na usalama, umeligusia swala la gunism ama vijana kutumika kama wahuni kuzua rabsha tofauti katika maeneo tofauti ya kisiasa. Ungewaambia nini vijana, na kwa nini wakubalie miito kama hizo? Najua vijana wengi saizi Kenya hawana ajira. So mtu akipata shilingi 1000 ama shilingi 200 ataweza kwenda kutekeleza ile jukumu ambalo amepewa na kiongozi fulani. So sisi kama vijana, mimi sio kijana, lakini vijana wa nchi ya Kenya, na waomba tafadhali, chukua hiyo pesa, lakini usifanye hela ambayo unatumwa kufanya. Kwa sababu gani? Utafanya ndiyo, mkono wa serikali ni mrefu, utapatikana siku moja, na ukishapatikana utakuwa ni wewe unahukumiwa, wewe kama individual, sio yule ambaye alikupea hela ama alikutuma. So tuache mambo ya uhuni, tuache mambo ya kutumika na wanasiasa wenye mapeni. Fanya kazi ambayo itakupa hela ambayo iko genuine, na utakuwa proud kuispend without
kukuwa na uoga kwamba nimeua mtu fulani ndio nikapewa pesa, kwamba nimepiga mtu fulani. Na kumbuka, yule ambaye unapiga mostly anakwanga ni jirani wako ambaye mnasaidiana kila siku. So ukishampiga utaomba wapi maji ya kunywa? So tuwe watu waangalifu, tusitumike katika kupiga mwenzetu, tusitumike katika kuua mwenzetu. Sisi ni jamii moja, sisi ni familia moja, na sisi ni Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Naam. Kuna arafa fulani leo asubuhi kijana mmoja aliniambia ni kuulizie, wanasema viongozi vijana wana mtazamo tofauti wa maendeleo ukilinganishwa na viongozi wa vizazi vya hapo awali. Yes. Maoni yako kuhusiana na hayo? Ako ukweli kabisa. Naam. Mimi nafanya kazi mahali kule, sita mention wapi, lakini kule Eastern Bypass kwenye kampuni kubwa pale, na nina deal na vijana wengi sana, vijana ambao wamezaliwa katika kuanzia mwaka 2000 hadi 2005. So unapata hawa vijana maoni yao venye wanafanya kazi ni tofauti sana na mtu ambaye amezoea seasoned employee ambaye amezoea kufanya miaka kama miaka 20 ambayo iliyopita. So hawa vijana, that's why nimesema tuwapatie nafasi. Tuwapatie nafasi ya kufanya vitu vyenye wao wanafikiria, sisi tukiwa guide. Kwa sababu kuna mahali nimekueleza kwamba kijana anaingia kazini saa 2 na kazi yake labda anaifanya kuanzia saa 4 hadi saa 6. Mbona umweke kwenye ofisi kuanzia saa 2 hadi saa 4? Huyu kijana, he will never be productive at that time. Kwa sababu gani? Yeye anataka kufanya mambo yake, na wewe unataka akufanyie, akae pale ukimwona. Unapata wakishapata hela yao hiyo wakati, hata umfanye nini, he will never be productive in those other hours. So mtazamo wao wa mambo tuyakubali, but let us guide them. Na tuwakumbatie. Tuwakumbatie. Naam. Asante sana. Huyo ni Edwin Wanyonyi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, akitupatia tu kwa kina masuala nzima ya uongozi ama vijana na uongozi. Mtazamaji, hapo ndio natia nukta kipindi cha Tamrini. Naona mwenzangu ndugu yangu Ben Troy ndio tayari ashafika studioni tayari kwa taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kingenge. Caroline Njoroge amenisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Mimi ni Khalid Abdullahi. Kwa heri.